Unapokuwa upo juu katika maisha, ghafla maisha yakashuka, usipokuwa mvumilivu, unaweza ukaiacha imani. Kipindi unachopita kwenye tabu na majaribu, usitangaze kushindwa. Ukishindwa, nyamaza. Mara nyingi sana matangazo yako yanakuwa ndio kipigo chako. Wakati wa majaribu, usikate tamaa, usijione upo mwenyewe. Wakati unapoona kwamba kwenye kuvumilia kwako unafika mwisho, ukiwa umenyamaza, kuna nguvu itakayokuja ambayo hujapata kuiona. Unapokutana na vitu vizito, unapokutana na mambo magumu katika masuala ya msingi wako wa imani, ni lazima ubakie peke yako kwenye kuvumilia. Kila jaribu lina mlango kutokea, kila teso lina mlango kutokea, isipokuwa lazima ukubali kuvumilia kwa kiwango cha kiroho. Kuna nyakati mwisho wako unakaribia sana. Kazana hapo ulipo. Furaha inakuja, amani inakuja, upendo unakuja. Ukipoteza hiyo nafasi, utapoteza furaha yako maisha yako yote. Tuombe. Mungu wa milele, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuhimidi na kulitukuza jina lako wewe uliye juu. Asante kwa kutupa Jumatano hii mpya katika maisha yetu. Tusogee mbele za uso wako kutafakari na kujifunza neno lako la uzima. Basi useme na maisha yetu Bwana. Maisha yetu yanakuhitaji wewe Mungu. Ndio maana tumeacha vyote jioni hii ya leo. Tumekuja kutafakari juu ya njia yako ya msalaba. Nasi Mungu tupo tayari kujifunza kutoka kwako. Roho Mtakatifu kaseme na kanisa lako, ukitujaza hekima na ufahamu. Kipekee Bwana, naomba ukanitumie kama chombo chako. Nipe maarifa mapya, nipe neema mpya, ili Mungu kupitia kinywa changu watoto wako wakapate neema ya kukusikia ukisema na maisha yao. Tubariki Bwana tunapoanza kutafakari neno hili sasa na hata milele. Amen. Naomba tuketi tukiwa tunafungua Warumi sura 8 mstari wa 3 na 4. Warumi 8, 3 na 4. Somo letu linaanzia hapo kwa Warumi sura ya 8 mstari wa 3 na ule wa 4. Maana yale yasiwezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Amen. Nimeendelea kuwakumbusha, tuna kichwa kinachosema tunda la Roho. Tunda la Roho ndio kichwa kinachotuongoza, na kama mnakumbuka, tulishaanza tunda la kwanza, tulitazama upendo, lakini tukatazama tunda la pili, furaha, tukatazama tunda la tatu, amani, na leo tunatazama tunda la 4, uvumilivu. Haya ni matunda manne kati ya matunda 8, na leo tutazama hili tunda la 4 kwa upana wake na kwa kimo chake. Nimejitahidi kupunguza baadhi ya mambo nisiyazungumze kwa sababu ya hili eneo la uvumilivu. Tutazungumza mambo machache yatakayotujenga katika maisha yetu ya siku kwa siku juu ya uvumilivu. Na kwa sababu hiyo tunaingia kwenye eneo hilo. Nakumbusha tena Wagalatia sura ile ya 5 mstari wa 22 ili tulione hilo tunda la 4, na hapa nitakuwa nayataja tunda moja baada ya jingine. Nazungumzia Wagalatia sura ya 5 mstari ule wa 22. Biblia inasema, lakini tunda la Roho ni upendo, tulishazungumza; furaha tulishazungumza; amani tulishazungumza; uvumilivu ndio tunazungumza leo; utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo hayo hakuna sheria. Juu ya mambo hayo hakuna sheria. Uvumilivu ni nini? Uvumilivu ni tukio linalotokana na imani inayomjenga mtu kutarajia kitu hadi kionekane. Uvumilivu huwa haujali muda. Uvumilivu huwa haujali mazingira.
Mtu aliye na uvumilivu nyakati zote, aliye na tunda la Roho hii uvumilivu nyakati zote, hutegemea akitarajia. Katika Ayubu sura ya 2 mstari wa 10, Ayubu akipita kwenye eneo gumu mno la kukutana na changamoto. Changamoto aliyokutana nayo Ayubu ziliambatana katika mambo yafuatayo. Alianza kukutana na changamoto ya kiuchumi. Uchumi wa Ayubu ulipigwa, akapoteza mali zake zote. Ayubu akawa maskini. Hii ni changamoto ambayo usipokuwa mvumilivu, unapokuwa upo juu katika maisha, ghafla maisha yakashuka, usipokuwa mvumilivu unaweza ukaiacha imani. Ayubu katika mazingira hayo, akiwa amepoteza mali zake, akiwa amepoteza rasilimali zake, akiwa ameishi katika maisha ya umaskini, mke wa Ayubu anakwenda na kuzungumza naye. Lakini huyu mwanamke amefika kiwango hiki kwa sababu gani? Sio tu uchumi, kumbe Ayubu alifika mahali akapoteza na watoto, na watoto waliopotea wa Ayubu walikuwa ni watoto tayari wanajitegemea kwenye maisha yao, walikuwa na makazi yao, walikuwa na nyumba zao, walikuwa ni watoto wanaojitambua. Kumbe watoto wote 10 walipigwa siku moja, wakaangukiwa na nyumba. Katika mazingira hayo sio rahisi sana. Uchumi umeanguka, familia imepotea. Mke wa Ayubu anazungumza na mume wake. Lakini sio hilo tu. Sasa Ayubu amekutana na changamoto ya mwili. Ayubu anapigwa na magonjwa katika mwili wake. Ayubu anakaa chini, kucha zake hazitoshi kujikuna, anaokota kigae. Ayubu anajikuna na kigae. Ayubu sasa hana tena thamani, hana uchumi, hana familia, na sasa ni mgonjwa. Mke wa Ayubu anakwenda kumwambia mume wake, mateso haya yanatokana na umemwacha Mungu. Haya yanatokana na kwamba uko mbali na Mungu. Kilichobakia ni Mungu akuchukue tu, na ili Mungu akuchukue kiharaka, sema makosa yako. Na ukisema makosa yako na kumwambia Mungu yaliyo ndani ya moyo wako, Mungu atakuondoa. Ayubu anasema, tupate mema tu, tusipate na mabaya. Nguvu hii ya kuvumilia mpaka kujibu namna hiyo haiwi nguvu rahisi. Nguvu hii ya kuvumilia ukawa na majibu yasiyomuumiza mwingine haiwagi nguvu rahisi. Mara nyingi ukipita kwenye eneo gumu unataka na mwingine aumie. Lakini Ayubu anabeba uchungu wake mwenyewe, anavumilia. Anavumilia kupoteza utajiri. Ayubu anavumilia kupoteza watoto. Ayubu anavumilia kupoteza afya yake. Ayubu anamwambia mke wake, je, tupate mema tu, tusipate na mabaya? Na Biblia inasema katika mambo haya yote Ayubu hakumtenda Mungu dhambi wala kumwazia Mungu kwa upuuzi. Nyakati za kuvumilia, nyakati za kuvumilia. Nataka niseme nini? Kuna watu ambao Mungu aliwapa standard fulani ya maisha. Kuna watu Mungu aliwainua katika kiwango fulani cha maisha, halafu ghafla maisha yakabadilika. Kuna watu fulani ambao walikuwa na uwezo fulani, ghafla uwezo ukabadilika. Usipokuwa na uvumilivu, ndiyo mke wa Ayubu anasema mkufuru Mungu. Ndio watu wanasema kwamba ni afadhali niachane na Mungu. Mungu gani asiyeweza kunisaidia? Mungu gani asiyeweza kunilinda? Mungu gani asiyeweza kunipigania katika maisha haya? Mungu gani asiyeweza kuniongoza? Nisikize vizuri. Ayubu anakutana na tatizo la watoto. Nataka niseme, kuna saa nyingine hutegemei mambo ya watoto wako, hutegemei mazingira ya watoto wako, hutegemei katika maisha, lakini anakuja, unaambiwa mtoto wako yule wa kiume, yule unayemtegemea, mbona ni shoga? Niko kanisani muda wote, mimi ni mtu wa ibada muda wote, mtoto wangu imekuwaje tena?
Anasema mtoto wako, mbona yule anayepiga drum, yule anaimbaka vizuri kanisani, mbona yule ni shoga? Katika mazingira hayo, sio mazingira rahisi. Mtoto anauma kwa sababu mtoto ni sehemu ya maisha yako. Mtoto anatia uchungu kwa sababu mtoto ni sehemu ya maisha yako. Unapopata habari kama hizo juu ya familia yako, juu ya mtoto wako, unaweza kuvumilia? Ayubu anatuonyesha kitu cha ajabu sana. Anaomba mke wake, je, tupate mema tu, tusipate na mabaya? Hata haya mabaya yanayokuja tu yavumilie, kama tulivyovumilia mema tuyavumilie pia na mabaya. Mtu mvumilivu hatangazi kushindwa, bali hunyamaza nyakati za tabu au majaribu. Kipindi unachopita kwenye tabu na majaribu, usitangaze kushindwa. Ukishindwa, nyamaza. Mara nyingi sana matangazo yako yanakuwa ndio kipigo chako. Unaposema juu ya vile unavyoshindwa, ndivyo watu wanavyosema, kiko wapi sasa, ameshindwa. Ukiona umeshindwa, ni heri unyamaze. Kwenye eneo la majaribu, ukitangaza, tangazo lako linaenda mbali kuliko nyakati zozote. Kumbe nyakati kama hizo, Ayubu ananionyesha tena jambo lingine la kujifundisha. Katika Ayubu 19 mstari wa 25, Ayubu ananifundisha jambo lingine. Kumbuka sasa amekaa chini, kumbuka sasa na vidonda, kumbuka sasa kama anakwenda kutembelea makaburi, anakuta misalaba 10 ya watoto wake. Na wakati huo Ayubu akiwa katika mazingira hayo, anasema, lakini najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, hatimaye atasimama. Wanayemtazama Ayubu hawaoni. Wanamtazama Ayubu hawajui kama anapiganiwa. Wanamtazama Ayubu wanaona ndio mwisho wake. Ayubu anasema, mteteaji wangu yuko hai. Wanashangaa watu, katika mazingira haya bado na Mungu, katika mazingira haya bado unaabudu, katika mazingira haya bado upo kanisani, katika mazingira haya bado unaimba, katika mazingira haya bado unaongoza ibada, katika mazingira haya bado unatoa sadaka. Mteteaji wangu yuko hai, hatimaye atasimama. Baada ngozi yangu kuharibiwa hivi na mwili utakapokuwa haupo, mimi nitamwona Mungu. Saa ngapi Ayubu? Saa ngapi utamwona Mungu katika nyakati hizi? Ayubu anatufundisha msingi wa kuvumilia. Msingi wa kuvumilia unaambatana na imani inayekuja. Msingi wa kuvumilia unaambatana na imani ambayo itakuja kutokea. Watu wote hawawezi kuiona, lakini wewe uliyepita katika eneo hilo gumu, uliyepita katika majaribu, unaiona kwa mbali na unaitangaza kana kwamba imeshafika. Uvumilivu, hili ni tunda la Roho. Sio watu wote wanalo tunda hili, sio watu wote wanaweza kuvumilia. Kuna saa nyingine mtu anaweza akapotea kanisani. Ukiuliza kwa nini uendi kanisani, anasema sina sadaka. Wenzangu wanainuka wanakwenda kutoa sadaka, mimi ninaona aibu kuwapisha wenzangu. Ni afadhali nisiende kuliko nikienda alafu nionekane sina sadaka. Nitakaa nyumbani kwa sababu sina sadaka. Na kuna wakati mwingine mtu anasema mizunguko sadaka ni mingi, na kwa sababu hiyo leo ninacho kidogo, nikizunguka mara moja nimekitoa, na mizunguko ni zaidi ya mmoja. Kwa nini niende kanisani? Chukua sadaka yangu nipelekee. Kipindi hiki ni kipindi kigumu, uchumi wangu umeyumba. Kipindi hiki ni kipindi kigumu, nadaiwa kodi. Kipindi hiki ni kipindi kigumu, natakiwa nipeleke watoto shule. Kipindi hiki ni kipindi kigumu kwa sababu nimepita vipindi vyote, lakini hiki sijawahi kupita. Ayubu katika vipindi hivyo vigumu anaona mteteaji wake yuko hai, na anasema hatimaye atasimama. Biblia imejaa mashujaa wa imani. Biblia imejaa mashujaa wa uvumilivu. Lakini Yesu anatudokeza kidogo katika Injili ya Mathayo sura 24. Yesu anadokeza kidogo. Mathayo 24:13. Yesu anadokeza kidogo, anasema,
Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Kuvumilia mpaka mwisho, sio kuvumilia asubuhi, jioni ukakata tamaa. Mwenye kuvumilia hata mwisho. Kumbe kuna jaribu linalopita katika maisha yako, lakini lazima ulivumilie hadi mwisho. Kumbe kuna majira yanapita kwenye maisha yako, lazima uyavumilie hadi mwisho. Mwisho ni lini? Mwisho ni saa ngapi? Mungu anafanya njia mahali ambapo hatuna njia. Mwenye kuvumilia hata mwisho. Wakati wa majaribu usikate tamaa. Usijione upo mwenyewe. Na kwa sababu majaribu lengo lake ni kukuweka peke yako, ni kuweka mwenyewe. Lakini leo nataka nikufundishe, saa majaribu usijione uko mwenyewe. Injili ya Luka sura 22 mstari 43. Luka 22:43. Nilijifunza kitu cha ajabu sana. Luka 22:43. Nijifundisha kitu cha ajabu sana katika Biblia. Malaika akatoka mbinguni, akamtokea, akamtia nguvu. Nijifunza kitu cha ajabu sana. Wakati unapoona kwamba kwenye kuvumilia kwako unafika mwisho, ukiwa umenyamaza, kuna nguvu itakayekuja ambayo hujapata kuiona. Malaika anatokea, anamtia nguvu. Na nilijifunza malaika huyu sio mara ya kwanza. Hata Yesu alipokuwa kwenye majaribu, huyu malaika alikuja kumtia nguvu katika Injili ya Luka sura ile ya 4. Kumbe kuna nyakati maalum ambazo unatiwa nguvu isiyokuwa ya kawaida kwa ajili ya neno au kwa ajili ya eneo la kuvumilia. Wachache ambao wanaweza kuwa hawajui hiki nasema, wale wengi wanaweza kuwa wanajua. Na hii ninazungumzia kwa upande wa kina mama. Mama aliolewa, akahamishwa katika familia yake, akaenda kukaa katika familia ya mwanamme mwenye wazazi wake, babake na mamake yupo. Huyu mwanamme mwenye dada zake na kaka zake wapo. Akachukuliwa huyu mwanamke, akaenda katika ile familia, akaenda kuingia katika boma la wakwe zake, akaishi katika lile boma la wakwe zake. Asubuhi akiamka lazima waone wale wote katika lile boma, awasalimie wale wote katika lile boma. Huyu mwanamke yupo katika boma la wakwe zake. Huyu mwanamke ana kitu cha ziada cha kuweza kukaa. Hasikilizi agizo moja. Anachotaka baba mkwe chai ya asubuhi, anataka mume wake kahawa ya asubuhi, anataka mama mkwe akakate majani ya ng'ombe, anataka shemeji mkubwa apigiwe pasi. Naomba mtazame jirani yako, mwambie maisha ukweni. Halafu anakwenda kumweleza mume wake, mimi nitaishije kwenye nyumba hii, maisha yanakwenda hivi. Mume anamwambia vumilia. Baba na mama wametupa kiwanja siku ya harusi, tutajenga mke wangu, tutahama hapa nyumbani. Wamemaliza kuweka msingi wao, wanaanza kuinua nyumba yao. Mama mkwe anasema, lakini mnajua mnajenga, hati bado ni ya kwetu tutawasaidia pia katika ujenzi. Nyumba hiyo haiwezi kuwa kwenu peke yenu, na mkimaliza sisi tutataka kuhamia kwenye nyumba yenu. Halafu mke wake anakuja kusema, mama ameniambia kwamba tukimaliza nyumba anataka kuhamia kwenye nyumba yetu. Halafu mume wake anasema, niwapeleke wapi wazazi wangu? Atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Ushawahi kusikia kwamba basi naomba na mimi niende nyumbani nikapumzike? Wapi? Ndio hapo hapo. Hiyo ni la kwako. Na wala usiombe kwamba Mungu nisaidie baba mkwe na mama mkwe waondoke duniani. Wapi? Wako hapo hapo, na sasa tunaombea waishi. Kuvumilia. Zipo nyakati ngumu zinapita. Biblia inatuambia atakayevumilia hata mwisho. Kuna viwango vya kuvumilia, lakini hata mwisho. Kuna wakati unapoishiwa hizo nguvu, malaika anakutia nguvu ili uendelee na kubeba mzigo wa uvumilivu.
sehemu hii ya kuvumilia, hofu ni chanzo kikubwa cha kuondoa uvumilivu. Hofu ni chanzo kikubwa cha kuondoa uvumilivu. Itakuwaje sasa? Ninaogopa, nina mashaka. Hofu inabeba nafasi ya kuondoa uvumilivu. Hebu tazama kitabu cha Hesabu sura ya 13. Hawa Waisraeli walienda kupeleleza nchi. Hesabu sura ile ya 13. Mimi nitasoma mstari wa 33, alafu nitaweka msingi wangu hapo. Hesabu 13 mstari wa 33. Biblia inasema hivi: kisha huko tuliwaona Wanefili wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wafilisti, tukajiona nafsi zetu kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Walikuwa wameenda kupeleleza nchi ya Kanaani. Waliporudi na majibu wakasema, tulipojilinganisha sisi tulikuwa kama mapanzi kwao, na wao ndivyo walivyotuona sisi, hatuwezi. Hofu inaondoa uvumilivu. Yoshua akawa anawaambia kwamba bila shaka Mungu ametamalaki, atatupa nchi. Wakataka kuwapiga na mawe Yoshua. Walikuwa wamekatishwa tamaa 100%. Hawakuweza tena kuvumilia, kudumu katika imani. Unapokutana na vitu vizito, unapokutana na mambo magumu katika masuala ya msingi wako wa imani, ni lazima ubakie peke yako kwenye kuvumilia. Yoshua alibakia peke yake na ndugu yake Kalebu. Wengine wote walisema hatuwezi. Musa ndiye nataka kuzungumzia habari zake. Aliwatuma kwenda kupeleleza, wamerudi na taarifa, wanazileta taarifa zile. Musa amenyamaza kimya. Yoshua anawatia moyo, Kalebu anawatia moyo, Musa amenyamaza kimya. Unanitegemea sana, kuna saa nyingine atanyamaza kimya. Unafikiria kwamba ni ngao yangu, kuna saa atanyamaza kimya. Unafikiria kwamba atakutia moyo, kuna saa atanyamaza kimya. Nilijifundisha, mimi simu zangu zinapatikana muda wote, lakini ukipata tatizo wewe, simu yangu haipatikani siku hiyo, ili upambane nalo mwenyewe. Muda wote simu zinapatikana, na mwingine anaweza akasema kwamba mbona nimeongea na mchungaji simu, wewe unapiga simu ya mchungaji haipatikani. Hujajua bado. Unataka kabisa, unasema kwamba sasa ndio muda huu, sina mahali pa kukimbilia, pote ni mali, yule baba anajua na mambo mengi, lakini muda huu unapiga simu yake haipatikani. Sasa hivi nataka niongee, nataka nipate nafasi, nataka nione kwamba natokaje katika jambo hili, nimpigie na fulani. Halafu nikimpigia fulani nitamwambia jitahidi kuja nyumbani, anakwambia niko mkoani. Walikatishwa tamaa. Musa akanyamaza kimya. Ambaye angewatia moyo katika kuvumilia, vumilieni, amenyamaza kimya. Na waliona vitu vya ajabu, waliona Manefili, waliona watu wakubwa, waliona wana wa Anaki, walijiona kama, lakini hakuna mtu aliyewaambia, walijiona wenyewe na wakajitangazia wenyewe na wakadumu katika hilo wenyewe. Kuna saa nyingine unadhania uko mwenyewe na jaribu lako ni kubwa, umebakia mwenyewe na huwezi kutoka. Sikilize jioni ya leo, jitahidi kuwa na uvumilivu. Kila jaribu lina mlango kutokea, kila teso lina mlango kutokea, isipokuwa lazima ukubali kuvumilia kwa kiwango cha kiroho, kwa kiwango cha Roho Mtakatifu. Na hapa nataka nizungumzie mambo manne jioni ya leo. Nataka nizungumzie mambo manne jioni ya leo. Uvumilivu nyakati za upweke. Na hapa niseme kuna tofauti ya kuwa peke yako na kuwa mpweke. Yohana sura 15, andika mstari wa 5, lakini yote sura 5 anzia mstari wa kwanza.
Mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lizaalo ulisafisha lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya neno nilowaambia. Kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Nyakati za upweke, tafuta sana ukaa ndani ya Yesu. Nyakati za kuwa mpweke, tafuta sana ukaa na Yesu. Nyakati za kuwa mpweke, jitahidi sana ukaa na Yesu. Huyu Yohana mtume wa Yesu ananifundisha mambo machache katika somo hili. Ananiambia kwamba mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu na mimi ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kukaa ndani ya mzabibu, kwa sababu wewe ni tawi. Kaa ndani. Wakati wa majaribu, kaa ndani ya mzabibu. Huwezi kuwa na maombi mengi. Omba maombi haya na kufundisha leo. Sema, Yesu nisaidie katika jambo hili. Wenzako wanaomba maombi mengi, wewe unasema Yesu nisaidie katika jambo hili. Wenzako wananena kwa lugha, Yesu nisaidie katika jambo hili. Wenzako wanafika mahali wanasema tunatoa na sadaka, Yesu nisaidie katika jambo hili. Unachotafuta ni kukaa ndani tu, ili utiwe nguvu, kwa sababu uko ndani. Kuna wakati mwingine huona maneno hata ya kuomba. Kuna wakati mwingine maombi yanakauka. Kuna wakati mwingine unashika Biblia, unaipekua Biblia, unaona huna mahali pa kusema. Unakwenda mpaka kwenye Zaburi, uzioni zaburi za kuomba, huoni zaburi za kutia nguvu. Kaa ndani ya Yesu. Ana kitu atakufundisha, ana kitu atakuelekeza, ana kitu atakuvusha. Jambo la pili, uvumilivu nyakati za kulaumiwa. Utulivu wakati wa kukataliwa. Uvumilivu wakati wa kukataliwa. Luka sura ya 10 mstari wa 16. Luka 10:16. Awasikilizaye ninyi anisikiliza mimi, naye akataye ninyi anikataa mimi. Yeye anikataye mimi amkataa yeye aliyenituma. Uvumilivu nyakati za kukataliwa. Kuna watu wanasumbuka wanapokataliwa na watu wao. Kwenye eneo la mahusiano, mchumba anaweza kukukataa, halafu unasumbuka umekataliwa. Kwenye eneo la kazini, wafanyakazi wenzako wanaweza kukataa, ukasumbuka kwa sababu wamenikataa. Kwenye eneo la biashara, wafanyabiashara wenzako wanaweza kukataa, unasumbuka kwa sababu umekataliwa. Jifundishe maneno haya. Hawakukatai wewe, wanakataa ulicho nacho. Si wanakuchukia wewe, wanachukia ulicho nacho. Vumilia, baada ya muda kile ulicho nacho kitajitangaza chenyewe. Vumilia, baada ya muda kile ulicho nacho kitawapa tafsiri sahihi. Usiingie kwenye mapambano ya watu wanayokukataa. Usiingie kwenye mapambano ya watu wanayokufukuza. Usiingie kwenye mapambano ya watu ambao wanaonyesha kwamba hawako pamoja na wewe. Awakatae ninyi anikataa mimi. Ukikataliwa, kubali ya kwamba sio uliokataliwa, wamekataa kile ulicho nacho. Vumilia mpaka kitakapokuja kuonekana una kitu cha thamani. Usipovumilia, watu hawataona ulicho nacho. Waliokukataa wanatamani waone ukiwa umerudi katika ile nafasi ya kwanza, uko mpweke. Jambo la tatu, uvumilivu nyakati za kuonewa. Mathayo 27:32. Uvumilivu nyakati za kuonewa. Mathayo 27:32. Hata walipokuwa wakitoka wakamwona
uvumilivu nyakati za kuonewa. Yes. Hata walipokuwa wakitoka wakamwona mtu Mkireni jina lake Simoni, huyu wakamshurutisha auchukue msalaba wake. Huyu wakamshurutisha, alionewa Simoni Mkireni. Hakuwa anajua lolote kwa ajili ya swala la Yesu. Alikuwa anatoka shamba Ethiopia anakwenda Yerusalemu, hajui chochote. Wakamkamata wakambebesha msalaba wa Yesu, hajui chochote, anaonewa. Na kuna nyakati unaweza kuonewa, hujui chochote, na watu wanaweza kukaa kikao kwa ajili yako, hujui chochote, hujui, na watu wakakuonea. Simoni Mkireni akabeba msalaba kwa uonevu kabisa. Kwa nini alibebeshwa msalaba Simoni Mkireni? Hakuwa Mrumi, hakuwa Myahudi, alikuwa Mwethiopia wakuja mjinga tu. Hawakumbebesha msalaba Mrumi, hakubebesha msalaba Myahudi, walitafuta mtu, na mtu aliyempata ni Simoni Mkireni asiyejua chochote. Kuna nyakati ambazo hujui chochote, wanaweza kukutwika mzigo usioutegemea kwenye maisha. Halafu kashangaa ya kwamba hivi imetoka wapi hii, hivi ni nini? Wanaweza kukuonea. Simoni Mkireni akabeba msalaba. Msalaba aliobeba ilikuwa lazima atembee nao kulingana na askari wa Kirumi wanavyotembea. Kwa kuna nyakati ninahisi alipigwa mijeledi, aliambiwa simama uende, alihimizwa aende. Ninakwenda wapi? Hajui anakotoka, hajui anakokwenda. Kapokea katikati msalaba, ameonewa. Lakini leo Simoni Mkireni ni heri, kumbe alimsaidia Yesu bila kujua. Simoni Mkireni leo ni heri, habari zake zinaenea kwa sababu alifanya tendo la kipekee alipovumilia. Wakati najiandaa nilikuwa nasema wakati najiandaa nilikuwa najisemesha mwenyewe, kasema ningekuwa mimi ndio Simoni Mkireni naangalia ule msalaba, si ningechomoka? Wangeniacha tu zile mbio ambazo ningechomoa, wangemkamata mwingine. Nilikuwa wakati najiandaa nilikuwa nawaza tu, nasema Simoni na jembe lake katoka shambani anakwenda, wanamwambia simama, naye anasimama. Anaona askari wa Kirumi, anaona kuna mtu kajeruhiwa anamwagika damu. Simoni Mkireni naye anabebeshwa msalaba, naye anakubali. Kwa nini nisiutupe ule msalaba afu nikachomoka katikati ya askari wa Kirumi mpaka wanikamate, watakuwa wameshampata mtu mwingine? Nilikuwa nawaza tu. Lakini Simoni Mkireni hatumuoni anasema lolote, hatuoni anataka hata kukimbia. Alibeba msalaba kwa kipande, na alikuwa hajui wanatoka wapi wanakwenda wapi. Alibeba msalaba kwa kipande. Kila wakati nimekuwa nikisema, wana wa Mungu, kila mtu katika maisha haya kuna nafasi ya kubeba msalaba kwa kipande, tena cha kushurutishwa. Sijui unabeba msalaba kwa kipande kipi, sijui, lakini hakuna mtu atakayekaa duniani asiyebeba msalaba kwa kipande. Hubebi kutoka Pretori mpaka kufika Golgotha, hapana. Lakini kuna kaposheni kako fulani lazima upite nako. Naomba kutazama jirani yako, mwambie ushamaliza au ndio bado. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu hata kiwaje, lakini kuna kipindi katika maisha, kuna majira kwenye maisha utabeba tu hicho kipande chako, lazima utembee nacho. Kitakuwa cha namna gani? Labda kitakuwa cha afya, labda kitakuwa cha uchumi, labda kitakuwa cha familia, lakini una kipande cha kubeba. Ukishakuwa Mkristo, hicho kipande wakati unakibeba, jifundishe kunyamaza. Usikimbie, kwa sababu Simoni Mkireni hakukimbia. Utaenda nao mpaka wapi? Anajua Simoni Mkireni, labda nitaenda mpaka pale,
labda nitaenda mpaka pale, labda utanionea huruma, labda utaniambia ninywe maji kidogo, ndio safari inakwenda. Kuna nyakati unasema labda nakaribia kufika, labda nikipiga hatua hizi 2-3 atanisaidia, ndio safari inakwenda. Alipofika Golgotha, Biblia haisemi tena kama walimrudishia jembe lake au walibakia nalo Warumi au walimwambia lolote Warumi. Biblia haisemi, lakini tunaonyeshwa alibeba msalaba kwa kipande chake. Kila Mkristo kuna nafasi ya kubeba kipande chako. Hiki kinahitaji uvumilivu. Hiki kinahitaji uvumilivu. Labda kipande chako wakati unabeba, watu walikuwa wanabonyezana, huyo halafu unaona wanabonyezana, halafu umebeba kipande chako cha msalaba. Halafu kuna wakati mwingine watu unabeba kipande chako, watu ukifika unakuta wamekaa wanazungumza. Ukifika wewe jamani, na wewe umeingia kwenye mazungumzo yale, hapo sasa jamani mimi naondoka. Baada ya muda umejikuta uliofuata wote umeondoka, wamekuacha wewe. Na kama hiyo haijakutokea kwenye maisha, basi muendelea kumwomba Mungu. Saa nyingine hata kwenye msiba, unaenda kwenye msiba unakuta watu wamekaa na tia story, na wewe unasema historia zinaenda na mimi naenda, wanazungumzia habari za mpira na wewe unapenda kidogo mpira. Ukifika pale ukisema habari za mpira, wenzako wanasema kwamba tulishamaliza bwana hizo bwana. Leo tunafikiria bwana tutaenda kuzika saa ngapi? Huyu anatemkia huku, huyu anatimkia huku, wanakuacha peke yako. Unaenda mahali pengine nako pia watu wanatimka. Kipande chako. Ngoja nimalizie, niache nafasi. Uvumilivu nyakati za kusingiziwa. Marko sura 14 mstari wa 58. Uvumilivu wakati wa kusingiziwa. Marko 14:58. Marko 14:58. Marko 14:58. Wakamwambia hivi: sisi tulimsikia akisema, mimi nitavunja hekalu hili lililofanywa kwa mikono, na katika siku 3 nitalijenga jingine lisilofanyika kwa mikono. Sisi tulimsikia. Uvumilivu nyakati za kusingiziwa. Sio mahali pazuri, ni mahali pagumu. Na hawa wamekutanika wote, wanazungumza lugha moja, tulimsikia. Lakini ukweli hawakumsikia, hakusema. Lakini saa ngapi anatakiwa wajibu? Awajibu watu wangapi? Awajibu kina nani? Tulimsikia. Tulimsikia akisema. Babangu mchungaji, karibu kwenye hii kazi ya baraka, kazi nzuri kuliko kazi zote duniani ya uchungaji. Karibu baba, karibu, ila ujiandae. Tulimsikia. Hiyo baba ujiandae nayo. Tulimsikia akitusema. Tulimsikia alipoenda kwenye kwaya. Tulimsikia akiwa na kamati ya ujenzi. Tulimsikia. Hapo niuliza, wanisikia wapi? Tulimsikia. Baba, karibu kwenye hii kazi ya baraka, kazi ya tulimsikia. Tulimsikia wakifa watu wasiokuwa na uwezo haziki. Tulimsikia. Tulimsikia. Tulimsikia anasema kwamba kumetokea mambo fulani fulani. Tulimsikia. Wapendwa wangu, lazima ubebe uvumilivu wa hali ya juu sana ukiwa kiongozi wa watu. Vinginevyo unaweza ukatoa machozi. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikaja katika maisha usivyovitegemea na vikakuliza.
unaweza kuwa mkavu kama ukavu wangu mimi, lakini machozi yangu mimi yapo kwenye kidole kikubwa chini, ndiyo aliko machozi yangu. Lakini Wakristo wana bomba la kunyonya, wanavuta mpaka yafike kwenye macho ili yatoke. Tulimsikia. Na saa nyingine vitu vingine sisi tunahamaga Ukiwa unahama tu, ukienda unakoenda, watu wanasikia habari zako ulikotoka. Tulisikia kwa alikotoka, tulisikia. Wala hujakaa naye mtu na wewe unasema huko alikotoka, tulimsikia. Yesu walimsikia, anasema atavunja hekalu na atalijenga. Walimsikia. Nimalizie. Kila mtu anayevumilia mpaka mwisho anajiletea mwenyewe furaha, anajiletea mwenyewe amani, anajiletea mwenyewe upendo. Kila anayevumilia mpaka mwisho. Kuna nyakati mwisho wako unakaribia sana. Kazana hapo ulipo. Furaha inakuja, amani inakuja, upendo unakuja. Ukipoteza hiyo nafasi, utapoteza furaha yako maisha yako yote, utapoteza amani yako maisha yako yote, utapoteza upendo wako maisha yako yote. Mungu atubariki.